Kupongeza tena katika damu ya Yesu. Inua mikono yako juu. Sasa niweke vyombo vizuri. Sema asante Yesu kwa hii neema, kwa fadhili zako, kwa upendo wako. Lihimidiwe jina lako. Asante kwa kibali hiki katika miaka yangu ya kuishi hapa duniani. Umeruhusu hili jambo nilione kwenye madhabahu yako katika damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Asante Baba, maana umeondoa laana, umetangaza baraka katika damu ya Yesu. Asante Baba, asante mwema, asante mfalme, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Lihimidiwe jina lako. Nipe neema ya kukujua na kukutambua kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Litukuzwe jina lako. Niko tayari Yesu kulitukuza jina lako, kuliabudu jina lako kwa upya tena, kwa upya tena. Sitarudi kwenye ile vita, kwenye yale mateso, kwenye yale magumu, kwenye yale magonjwa. Sitarudi tena kwa damu ya Yesu. Amen. Asante. Asante. Haikuwa rahisi, ni Mungu tu ametusaidia. Nasema haikuwa rahisi, ni Mungu ametusaidia. Nasema tena ni Mungu ametusaidia mpaka hapa tulipo. Hata nisipofundisha, lakini Mungu ametusaidia. Unajua muda mwingine ni siri, lakini ningekuambia vita niliyokutana nayo leo alfajiri. Adui anajuaga siku ya mwisho nini kinatokea. Ilikuwa ni vita mbaya. Sema ni vingine hatuwezagi kusema kwa sababu tuko kwenye madhabahu, lakini ilikuwa ni hatari. Alijua tunamalizaje. Kwa lazima pambane pale mwishoni kuhakikisha hatutoboi. Hebu tuende kwa dakika kadhaa, ni saa 11 kama na nusu. Tuna risali moja tu, maana kila kitu kimeisha. Sema amen. Daka hiki ninachomaliza nacho kwa sababu ni cha kukusaidia. Jua ya kuwa Mungu yuko upande wako. Ninaambiwa tu rohoni, mliokaa kwenye kamera kaeni vizuri. Naambiwa rohoni, pelekeni kitu kizuri hewani. Kuna watu wengi wanatufuatilia. Kwa kwenye kamera kaeni vizuri. Huko ndani Mungu ananiambia wako watu wengi wanawafuatilia. Na mimi sipendagi kufanya kitu chini ya kiwango. Kwa kwenye kamera kaa vizuri ili tu wapelekee watu kitu kinachostahili. Sema amen. Jua ya kuwa Mungu yupo upande wako. Nikasema kwa kawaida Mungu anapenda kufunuliwa na sisi. Fahari ya Mungu ni wewe. Sema amen. Fahari ya Mungu ni wewe. Fahari ya Mungu ni mimi. Kwa kadiri ninavyoishi ndivyo Mungu anategemea. Ili yeye atukuzwe, kuna vitu vingine anategemea kutoka kwangu. Imani yangu, neno lake ninaloliishi ndani yangu, sadaka yangu, maombi yangu, kumjulisha Mungu kama ni Mungu. Sema amen. Nikasema Ayubu, kwenye kile kitabu cha Ayubu 19 mstari wa 25, anasema lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama. Baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipo mwili wangu nitamuona Mungu. Ule mstari, nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama wala si mwingine. Mtima wangu nasimia ndani yangu. Sema amen. Anasema kama mkisema jinsi tutakavyomuudhi, kwa kuwa shina la jambo hili limeonekana kwake. Huyu ni Ayubu, yuko kwenye hali mbaya. Kila kitu kimeharibika kwake. Uchumi umeharibika, watoto wamekufa,
Kila alichokuwa nacho kilisha. Marafiki zake wamesimama kinyume chake. Jamaa anajaribu kujitetea. Palifika mahali akajieleza, akahitimisha na kusema, mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Ni neno la kiroho, ni neno la kiimani. Anasema nyinyi msipate shida, kwa sababu nitakayemuona Mungu ni mimi wala si ninyi. Kwa alipokuwa anazungumza hiyo mistari, ukitafakari sana, kama hujawahi kupita kwenye vita, huwezi kuielewa uzito wa mistari. Kwa sababu kuna saa unapita kwenye vita, kila kitu cha kwako kinaonekana si kitu. Sema amen. Alafu ghafla katika hali hiyo hiyo ulio nayo, Mungu anataka umfunue au mtukuze. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Siku moja nilikuwa nasoma habari za Petro na Yohana walipokuwa wamekamatwa baada ya kumponya yule kiwete. Walikutana na vita kubwa sana, lakini akina Petro walipokuwa anamzungumzia Yesu, mpaka wale makuu wa makuhani, Biblia inasema walijua ya kuwa Yesu yuko katikati yao. Sema haleluya. Kuna saa unahitaji kumfunua Mungu kuliko marafiki zako, kuliko mume wako, kuliko watoto wako, kwa sababu chochote unachokifanya kimefungwa ndani ya Mungu. Sema amen. Nje ya Mungu hakuna chochote tunachoweza kukifanya. Nje ya mkakati wa Mungu na mpango wa Mungu hakuna chochote ambacho mnaweza mkatenda. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kwa ninachojaribu ni kusukuma imani yako, kwa sababu saa hizi ni kila kitu kimeanza upya kwako. Sema amen. Na usijaribu kwenda kutenda dhambi, kwa sababu saa hii Mungu amekurehemu. Saa hii ni Mungu anakwambia, mwanangu, umekubali kuanza upya na mimi, na mimi nimekubali kuanza upya na wewe. Kwa yuko tayari kutembea na wewe. Sema haleluya. Sema haleluya. Marafiki wasije wakakugeuza moyo wako, wala majirani. Amini saa hii chochote kinachohusu maisha yako kitahitaji Mungu kwanza, kitahitaji neema ya Mungu kwanza, kitahitaji nguvu za Mungu kwanza. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Jambo la kwanza leo, mtukuze Mungu kwa jinsi alivyojifunua kwa funga yako na maombi yako. Juu ya vita za wakuu na kukushindia. Sasa uko huru. Mtukuze Mungu kwa jinsi alivyojifunua kwa funga yako na maombi yako juu ya vita za wakuu na kushinda. Sasa uko huru. Najua mpaka tulivyo hivi Mungu ametushindia vita, kwa sababu vita yoyote uliovuka ni Mungu aliamua kujifunua kwako. Ndio maana wana wa Israeli walipomshinda Goliathi, wakati Daudi anaenda kupigana na Goliathi, ni walikuwa wanaomba Daudi asife. Sema haleluya. Daudi alipokuwa anaenda kupigana ile vita, walikuwa wanasema Mungu arudi salama. Hata Sauli mwenyewe alikuwa anasema arudi salama. Yese mwenyewe aliyemzaa na mama yake Daudi, sijui walikuwa na hali gani wakati Daudi anaenda kupigana ile vita, kwa sababu alikuwa ni mdogo, alafu kundi kubwa limebaki nyuma. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Alafu mtoto ndo anaenda mbele kupigana vita. Alipoanguka Goliathi na alipokufa, Biblia inasema wanawake wa Kiisraeli waliimba na kucheza wakisema, Sauli ameua 1000 zake, bali Daudi 10,000. Sema haleluya. Manake alijifunua kwenye ile vita. Alafu Israeli walipokuwa naimba, wale wanawake walipokuwa naimba, walikuwa wako huru sahi. Ni kama vile
Israeli walipokufa wale wazaliwa wa kwanza, Israeli alipata furaha kwa sababu aliondoka. Sema amen. Lakini kabla hajafika mbali, Biblia inasema gari la vita, panda farasi, walikaanza kuwafuatia nyuma. Israeli alipogeuka mbele aoni pa kupita, Biblia inasema alilia sana. Sema amen. Ndipo Musa anaenda kumlilia Mungu. Mungu anamwambia Musa, waambie Israeli waendelee mbele. Una nini mkononi mwako? Anasema nina fimbo. Anasema piga hayo maji. Ghafla maji yakagawanyika. Sema haleluya. Kilichotokea ni kitu gani? Ni kitu cha ajabu sana kilichotokea. Walipovuka tu, Biblia inasema Mungu alimwambia piga tena, maji yakarudi. Yaliporudi ni kitu cha ajabu sana kilitokea. Wanasema walipoamka asubuhi, walikuta adui sawa wako pembezoni mwa bahari wamekufa. Biblia inasema Miriam na wanawake wa Kiebrania walikata matawi, waliimba ule wimbo. Nasoma mara kwa mara ile mistari. Kuna kitu kikubwa sana, walikuwa wanamtukuza Mungu. Kwa sababu unapovuka kwenye funga kama ya leo ya siku 8, mmoja ameniambia aliamua funge 4 kafu. 4 kafu. Bila kula, bila kunywa, 4 kafu. Sasa nataka Mungu anifushe. Wenzetu wamekuwepo jana usiku hapa 3 kafu. Si kitu rahisi. Ni rahisi kuona hivi nafundisha. Sema amen. Kuna saa mimi nasimama, miguu inauma. Yaani vile nakuja kusimama hapa, miguu inauma, mwili ni mzito, kichwa kinauma. Kuna saa nahesabu masaa kitandani. Unajua ukifanya semina ya mfungo ni tofauti ukifanya semina ambayo mnakula na kushiba. Kuna saa naona tu masaa yanakatika, niko kitandani. Najaribu kufumba macho kwa nguvu angalau usingizi uje, hauji. Unashangaa kumekucha. Unaelewa usipolala usiku mwili unakuaje? Bwana asifiwe. Saa hiyo Mungu anakunyima usingizi kwa sababu kilala tu kuna vita inakuja kwako. Kwa wanakuja kuchungulia, wanakuta huko macho, wanaondoka. Wanachungulia, wanakuta huko macho, wanaondoka. Wana sani umekosa usingizi, kumbe ilikuwa ni mbinu ya kukuvusha kwenye vita yako. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kwa ukiona umefika siku ya 8, mtukuze Mungu kwa sababu amekushindia ile vita ya wakuu na sasa uko huru. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Angalia Zaburi ya 115. Ni mistari iko kama 18. Ukipata nafasi soma mistari yote 18. Ninakusomea mistari michache. Kati ya kitu Mungu alikuwa ananiambia, wafundishe kutembea kwenye ushindi wa vita baada ya kuvuka kwenye vita yao. Kwa nikajua wengi mpaka tunakuja leo walikuwa wamevuka kwenye vita yao, na wengine wamekamilisha ushindi wao sai. Haleluya. Angalia neno la Mungu linavyosema, e Bwana kutukuza, usitutukuze sisi. E Bwana kutukuza, usitutukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Kwa nini mataifa kusema yuko wapi Mungu wao? Lakini Mungu wetu yuko mbinguni, alitakalo lote amelitenda. Sema amen. Sanamu zao na fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Mstari wa 5, zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni. Sema amen. Zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazinusi harufu, mikono lakini hazishiki, miguu lakini haziendi, wala hazitoi sauti kwa koo zake. Sema haleluya. Wasifanyao wanafanana nazo, kila mmoja anazitumainia. Mstari anasema, enyi Israeli, mtumaini yeye, ni msaada wao na ngao yao. Sema asante Yesu. Enyi mlango wa Haruni, mtumaini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Sema amen.
Katika Kristo sema amen. Sasa soma mistari yote, utaona kitu kikubwa sana. Unaona anasema kutukuza, usitukuze sisi. Kwa walipovuka, na hii ilikuwa ni vita ya miungu, ilikuwa ni vita ya wakuu. Walipovuka, waliposhinda, ndio anasema kutukuza, usitukuze sisi. Unaona huo mstari wa kwanza ni wa ajabu kuliko unavyofikiri. Hebu niweke tena. Bwana, kutukuza, usitukuze sisi, bali ulitukuze jina lako kwa ajili ya fadhili zako, kwa ajili ya uaminifu wako. Sema haleluya. Unafahamu kumtukuza Mungu si ile tunakulazimisha piga makofi, sio ile tunakulazimisha simama, si ile tunakwambia abudu inua mikono. Unajua kumtukuza Mungu kunaanza ndani, ni tafakari ya ndani, ni ibada ya ndani, ni wimbo wa ndani. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, kumtukuza Mungu ni matendo makuu ambayo Mungu ameyatenda. Unajua kuna jambo Mungu anaweza akalitenda kwako au akalifanya katikati yetu, hajawahi kutenda wakati wowote. Ni kama vile ametufanyia surprise. Waswahili wa daa wanasema, Waswahili wa huku wanasemaje surprise? Amekufanyia kitu ambacho kutarajia, si ndio? Bwana asifiwe. Unafahamu kutendewa kitu ambacho kutarajia, kwa sababu wiki hii kuna watu ambao kwanza usingizi wao tu umebadilika, hata sura yako imebadilika, kuwaza kwako, kufikiri kwako, kila kitu kimebadilika. Aina za maombi tulizotembea, kuna saa unashangaa leo ndo tunaombaje, lakini unakuta tunaomba leo tofauti na tulivyoomba jana, tumeomba juzi tofauti na tulivyoomba juzi iliyopita. Ni kwa sababu Mungu alikuwa mpya kila siku kwetu. Ukishachua namna hiyo, jifunze kurudi kumtukuza Mungu. Sema amen. Watu wengi wanaweza wakautafuta uso wa Mungu kwa gharama, lakini hawawezi kuja kumtukuza Mungu kwa gharama. Nasema hivi, watu wengi wanaweza wakamtafuta Mungu kwa gharama, lakini kurudi kumtukuza Mungu kwa gharama ni kitu kigumu sana. Leo tutaenda pale mwishoni, unapomaliza tutaamua kumtukuza Mungu. Wakati tunamtukuza Mungu, chochote ambacho adui alikiinua kitaanguka chenyewe, kwa sababu kuna mahali ili Mungu atende anahitaji tu atukuzwe. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwani sala ya Baba yetu uliye mbinguni nasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sema amen. Ndo ufalme wake unakuja na mapenzi yake yanakuja. Sema amen. Na kuokolewa na adui zako kunakuja, lakini ni baada ya kutukuza kwanza. Kwa sala ya Baba yetu yenyewe ni tukuzo, ni kumuinua Mungu, ni kumsifu Mungu, kwa sababu ili Mungu ajifunue, ili Mungu ajitukuze, ili Mungu ajulikane, lazima uanze kumtukuza Mungu. Ndio maana Elia kwenye ile sadaka yake alianza kumtukuza Mungu kwanza. Anapomtukuza ndio anasema na ijulikane leo ya kwamba haya ninayoyafanya ni ili wewe utukuzwe. Biblia nasema ndipo Mungu alipojibu. Kuna saa unapomtukuza Mungu ndipo Mungu anapokujibu zaidi, kwa sababu anapokutendea ni wito wako wa ndani uliomtafuta Mungu akutendee. Kumtukuza Mungu ni wito wako wa ndani kumuinua Mungu aliyetenda. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Hujawahi kumtukuza Mungu, nasema hivi, hujawahi kumtukuza Mungu, unaigiza lakini hujawahi kumtukuza Mungu. Sema haleluya. Nimeeleweka mpaka hapo? Angalia Zaburi ya 8 mstari wa kwanza, unaweza ukafika mpaka mstari wa 9. Zaburi ya 8 mstari wa kwanza, unaweza ukafika mpaka mstari wa 9. Zaburi ya 8, Zaburi ya 8. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote, wewe umeuweka utukufu wako mbinguni. Vinywani mwa watoto wachanga
na wanyonyao. Umeweka misingi ya nguvu kwa sababu yao wanaoshindana nao, wakomeshe adui. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoliratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Sema amen. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vyote chini ya miguu yake. Sema haleluya. Kondoo na ng'ombe wote pia na wanyama wa kondeni. Mstari wa 8 anazungumza kitu cha ajabu sana. Ndege wa angani na samaki wa baharini, kila kipitacho njia za baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo kuu tukufu jina lako duniani mote. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Umewahi kufikiri namna ambavyo jina lake likitukuzwa, anasema duniani kunajaa utukufu wake? Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Jifunze kumtukuza Mungu hata kwa kabila lako, kwa lugha ya kabila lako. Utashangaa kitu gani kinatokea. Kuna saa nikikaaga nyumbani, nikianza kumtukuza Mungu kwa Kinyakyusa, kwa sababu ndicho ninacho. Unajua Kiswahili hakina maneno ya kutosha. Sema amen. Kiswahili kimepungua, lakini kuna maneno mengine ni mazito kwenye lugha ya kwenu. Sema haleluya. Kama ni kwa Kikinga, tukuze Mungu. Nakumbuka siku moja tulienda Makete Burongwe, tulikuwa na semina miaka ya nyuma kidogo, na watu walikuwa wamefungwa sana kule. Tulisimama kwa siku hizo kama 8. Nakumbuka wale wa mama waliimba ule wimbo wa kuzaliwa, waliimba Kikinga, wakicheza Kikinga. Nguvu za Mungu zilishuka. Ilibidi niwaulize wale wenyeji wangu maana yake nini. Wakaniambia yani yule waliokuwa namsubiria sasa wameona na nguvu zake wameona, lakini walivyokuwa naomba kwa kiruka alikuwa jambo jepesi. Walikuwa naimba kwa kiruka, yani unasiona nguvu za Mungu zinatembea. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Unapotukuza unaongeza kiwango cha baraka zako. Unapomtukuza Mungu, ishu tu ni kwamba badala ya kumtukuza Mungu unajiona wewe ni bora kuliko wengine, unajiona wewe ni mzuri kuliko wengine, unaona unaweza kuliko wengine. Usijue lolote ulifanyalo ni kwa msaada wa Bwana. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Hata kama wewe ni mzuri, ulijiumba wewe. Mimi ni mwembamba hivi, ni mimi nilijiumba, na mimi na ringet. Yani hivyo unavyoniona wewe, unaona mimi nimekosa show ya mwili, lakini mwenzako anamtukuza Mungu. Kwanza mimi nasema wanene ni wazito kwa kila kitu, wembamba ni wepesi kwa kila kitu. Kwa wewe ukiringia unene wako, mimi nakushangaa, kwa sababu nasema huu mwili zembe, huu nyama zembe hizi. Lakini wewe unaona mimi nimekosa shape kwa sababu ni mwembamba. Unajiuliza hata mkanda anafunga, ndio nafunga huko kiunoni. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Sasa angalia ni namna ambavyo Mungu anaweza kumtukuza. Sema amen. Watu wa Tunduma nasema amen, nasema amen. Ngoja nikwambie, unapomtukuza Mungu na ngome za adui zako zinaanguka. Israeli siku 6 anazunguka ukuta wa Yeriko. Siku ya 7 hawakuhitaji kuzunguka, walihitaji kupiga zile pembe za kondoo, walihitaji kupiga firimbi na ukuta ukaanguka. Ninapomaliza kufundisha, jitukuze kumtukuza Mungu. Yani mwambie leo mimi nataka kutukuza, kwa sababu najua katika kukutukuza unasema dunia yote inajaa utukufu wako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwenye kutukuza miungu si kitu,
Ndio maana nilipokusomea anasema zina vinywa lakini hasisemi, zina miguu lakini hasitembei. Sema amen. Anasema na wote wasifuatao wanafanana nazo. Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Ninaeleweka mpaka hapo? Ninaeleweka mpaka hapo? Kwenye hii Zaburi ndio kusomea anasema mwanadamu ni kitu gani hata mkumbuke. Yaani kuna saa anaposema mwanadamu ni kitu gani, niwekee huo mstari mwanangu. Anaposema mwanadamu ni kitu gani hata muangalie, hata umkumbuke, hata mkumbuke. Anasema mtu ni kitu gani hata mkumbuke, na binadamu hata umwangalie. Kwa Mungu akikukumbuka ni muujiza. Rudi kumtukuza Mungu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Umewahi kuamka asubuhi, badala ya kuamkia simu yako, badala ya kuamkia WhatsApp yako, badala ya kuingia YouTube, badala ya kuangalia message, ukaanza kumwambia Yesu asante, hata leo umenikumbuka, nimeamka salama. Umewahi kumsifu Mungu namna hiyo? Haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kuna saa nikimbaga ule wimbo Mungu amenihurumia, napendaga sana bana. Nasifuji nasifu. Bwana asifiwe. Katika Kristo Bwana asifiwe. Nikimbaga hapo nasikiaga machozi yananitoka. Kwa nini? Kuna hata kama uko kwenye vita, ile tu kwamba haujafa, unayo nafasi ya kushinda. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ile tu nimeamka salama haimaanishi jana nilikosa. Nina uhakika leo nitapata. Nimeeleweka mpaka hapo? Maana yake Mungu amekupa nafasi nyingine. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Kwa unapomtukuza Mungu, Biblia inasema utukufu wake unajaa nyumbani kwako, utukufu wake unajaa kanisani. Si vizuri sana kugombana kanisani, si vizuri sana kugombana kwenye ndoa, si vizuri sana kugombana kwenye kwaya, kwenye fellowship, si vizuri sana. Unajua ni kitu gani kinaondoka? Utukufu. Sema haleluya. Kaangalia mahali watu wanagombana, utukufu unaondoka. Ghafla hata mkihubiri mnaanza kutukanana kwenye mahubiri. Sema haleluya. Unasoma neno unamtukana mwenzako, unasoma neno unamkandia mwenzako, ujue utukufu umeondoka. Unaanza kusema unajua wale hawana Mungu, utukufu lishaondoka. Hawana Mungu, wana Mungu. Wewe haikuhusu. Simama na imani yako. Nasema simama na imani yako, kwa sababu Biblia inasema kila mtu atatoa hesabu yake. Usipotee kwa sababu ya vita. Hata vita ikiwepo, simama kwenye nafasi. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Ukigombana na mwenzi wako, jitahidi sana kurudi haraka, kwa sababu uko utukufu juu ya ndoa yako. Ule utukufu ndio unaotangaza baraka za uzao wako, kwa sababu Mungu hawezi kusema mahali mlipofarakana. Mungu anasema mahali palipo na umoja. Sema Yesu nisaidie. Katika Kristo sema Yesu nisaidie. Kwa nini nakusemesha? Tumeomba toba, ya kale yamepita. Mungu amerudi mjini sasa. Mungu amerudi kwenye fellowship sasa. Mungu amerudi kanisani sasa. Mungu amerudi kwenye maisha sasa. Unachohitaji ni kitu gani? Kumtukuza yeye aliyekusaidia ukavuka. Mimi nitawashangaa, napigiwa simu naambiwa, unajua ulipoondoka tu walianza kugombana tena, walianza kusemana tena. Kama mwenzako aligaragara kwenye vumbi, usiseme kumbe wengine tunaabudu nao wana maroho ya ajabu. Mungu atakuhukumu kwenye uzao wako, kwa sababu hakuna anayependa pite kwenye vita.
Nasema hakuna anayependa kuteseka. Hakuna aliyependa azaliwa ukoo aliozaliwa. Hakuna aliyependa. Hata mimi nilijikuta tu nimezaliwa kwenye huo ukoo. Hata sijui kwa nini Mungu aliniruhusu. Ile tu kwamba Mungu aliniruhusu, uko utukufu wake alitaka kuufunua kwangu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Kwa sababu wako waandishi wa habari, kazi yao ni nani ameanguka. Hata wewe mwenyewe sio mkamilifu. Nasema hata wewe mwenyewe sio mkamilifu. Nasema hata wewe mwenyewe sio mkamilifu. Nasema hata wewe mwenyewe sio mkamilifu. Mkamilifu ni Mungu peke yake. Peke yake. Peke yake. Paulo anasema na kaza mwendo. Sema amen. Ili apate kuifikia mede aliyowekewa. Anasema napiga ngumi si kama pigae hewa. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Imarisha msuri wako kwa Yesu. Usiimarishe msuri kwa kuwasema wenzako. Imarisha msuri wako kung'ang'ana na msalaba. Haleluya. Nasema na wewe nasema haleluya. Angalia ile Zaburi ya 44 mstari wa 5 mpaka wa 10. Zaburi ya 44 mstari wa 5 mpaka wa 10. Zaburi 44. Ng'ang'ana hapo leo mtumishi wa Bwana. Zaburi, si unaona huu muujiza watu waliokaa kule nje? Si huo ni muujiza? Hebu tuwapigie makofi wenzetu walioko nje. Huo ni muujiza. Huo ni muujiza. Sema amen. Angalia. Anasema kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu. Kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Sema amen. Unajua hapa ni kitu gani anafanya? Anatukuza nguvu zake. Maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa. Good. Alafu anasemaje mstari wa 7? Bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu na watuchukiao umewaibisha. Mstari wa 8, tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Tumalizie mstari wa 8 na wa 9 anasemaje? Huwa anasema tumejisifia Mungu mchana kutwa na jina lako, lakini umetutupa, umetufedhesha, wala hatoki na majeshi yetu. Waturudisha nyuma, tukampa mtesi kisoko, na watuchukiao wanajipatia. Inaendelea hapo, lakini angalia mstari wa 8. Ondoka nao mchana kutwa. Mstari wa 8, mchana kutwa. Mstari wa 8, usome huo mstari wa 8. Anasema tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako tutalishukuru milele. Tumejisifia. Umewahi kuamka asubuhi unamsifu Mungu, unakuja mchana umewahi kuimba ule kale nilitembea, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi. Umewahi kuimba ule wimbo, usiimbe kama tenzi ya roho, imba na malaika mbinguni. Utaona kitu kinachotokea. Kuna saa tunaimba ni tenzi, mafuta hayapo ya kuimba. Kuna saa unaimba mafuta hayapo. Si mnaona mimi nagombana na wanangu pale? Kwa nini? Nimerasimika, Mungu nipe nyimbo niwe nawapa. Kwa sababu wao wanataka kuimba zilizoko kwenye YouTube, hawataki kuimba zilizoko mbinguni. Ni vitu viwili tofauti. Wao wanataka kuimba wimbo uliovuma. Sisi hatuimbi wimbo uliovuma. Sisi tunaimba wimbo ambao mbinguni wanautaka. Sema haleluya. Hawa watataka kuimba kama Rehema Simfukwe, watataka kuimba kama Dr. Ipiana, watataka kuimba kama yani watataka na warembeshe. Mbinguni hawako. Mbinguni hawako hivyo. Mbinguni wana staili ya kwao. Na mimi nitawaona hapa. Kuna wengine ikifika saa ya kumtukuza na kumsifia Mungu, tutaziona staili za kwao. Sema haleluya. Kama ni wamama tutaona staili za kwao, kama ni wababa tutaona staili, lakini wote lengo lao kuna mahali wamevuka. Sema haleluya. Unajua siku Israeli amevuka,
Hata wale vilema wanatembea namna hii, na wao walikuwa na sifa zao za kumtukuza, kwamba na ukilema wangu nimevuka, hawa jamaa wajanipata. Ni muujiza. Na katoto kachanga kaliko mgongoni nako karisifu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nataka tumtukuze leo Mungu kwa jambo hili kubwa, kwa jambo hili la pekee. Sisi ni nani hata tukakaa maelfu ya watu namna hii? Tuko huku, ni Mungu tu aliyetukusanya, wala hakuna mtu aliyetukusanya. Ninakufundisha namna ya kumtukuza Mungu. Mtoto amefaulu darasa la 7, imba na kawimbo, kumbatia na kale katoto, kabusu, mwambie Mungu asante, uliweka na akili ndani yake. Mama yake hajaniaibisha, unarudi unakamata tumbo la uzazi. Asante Yesu, kwenye tumbo langu wamepita watoto wenye akili. Hujawahi kumtukuza Mungu kwa namna hiyo? Wao nadhani ni shule nzuri. Sijui labda nikwambie kwa lugha ya rohoni. Kuna watoto, kuna wazazi ambao watoto ni maskini, lakini kila mtihani unaokuja mbele yao wanafaulu watoto. Lakini wako wazazi wana mahera, wanapeleka watoto mashule ya milioni 2.5, lakini yuko mama ambaye ni mfagio na kidumu cha maji. Sema amen. Lakini mtoto anatoboa mpaka chuo kikuu. Lakini yuko ambaye ni milioni 2 analipa, mtoto yuko la kwanza, lakini ikifika la 7 hazimo. Haleluya. Nasema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Nasema tena haleluya. Kuna mahali nilikuwa nafanya semina, ili nilishangaa hicho kitu sana. Nafanya semina, nguvu za Mungu zimeshuka. Unajua mtumishi, ni rahisi kuona bahasha zikidondoka mure, ndio nasema leo Mungu amewagusa hao. Halafu Mungu ananiambia, ita wasiokuwa na sadaka. Wameitoa mioyo yao kwa sadaka. Kwa nikaita wasiokuwa na sadaka, kimbieni. Wakaja wakapanga, wasiopungua watu kama 70 au 80 wamekuja kwenye kongamano, lakini hawana sadaka. Halafu Mungu akaniambia, waombee, waambie nimewasikia mahitaji yao. Unajua nilipoanza kuombea, nguvu za Mungu zilishuka zaidi kwa wasio na sadaka kuliko walio na sadaka. Haleluya. Nasema tena haleluya. Nilishangaa. Unajua kuna saa mimi Mungu ananifundisha, muda mwingine ni kwenye madhabahu. Kwa mtu asipotoa sadaka namtia moyo. Ndio maana mnanisikia hata wale wasiokuwa na sadaka, Mungu wabariki. Sema ameni. Katika Kristo nasema ameni. Anasoma mchana kutwa watalisifu jina lake, watajisifia Mungu wao. Tumejisifia Mungu mchana kutwa, na jina lako anasema tutalishukuru milele. Kumshukuru Mungu ni gharama, kumtukuza Mungu ni gharama. Tukiamua kumtukuza Mungu kisawasawa, itatukuta saa 3 usiku humu ndani, mimi nakwambia. Kwa sababu mahali ambapo pana tukuzo zake, nguvu zake zinashuka. Kuna kifuniko cha Roho Mtakatifu kinaanguka juu ya kila mtu, kinaanguka juu ya kila mtu, kinaanguka juu ya kila mtu. Sema amen. Na ukijifunza kurudi kumtukuza Mungu pindi anapotenda, unaongeza upako, unaongeza muujiza, unaongeza baraka. Sema amen. Mnaenda leo kwenye mikutano, siku unakuta wapendwa, yani mkutano unapoisha na mabegi walishapanga kabisa nduki, Jumatatu nani anaamka kumshukuru Mungu? Waliomba sana, Yesu kwenye mkutano katuonekanie, katufanyie nini tutakapoimba mkutano, yani ndo mhubiri ataja maliza pale. Hey, wapendwa, mabegi, tusoksi kwenye begi, tumafuta kwenye anayerudi kumtukuza Mungu ni nani? Mungu anakuja kwenye viwanja vile vile asubuhi. Wapendwa wote wako vitandani nyumbani kwao wanakoroma.
Nani amerudi kwamba Mungu asante, tuliteka viwanja ulituonekanie? Sema haleluya. Katika Kristo, haleluya. Uliachilia na malaika zako, asante. Nani anarudi? Hakuna. Nimeeleweka? Katika Kristo nimeeleweka? Unafahamu gharama ya kumtukuza Mungu ni kubwa. Mimi sijui ni nani Mungu anamponya, lakini usiku Mungu aliniambia wasaidie wanangu wajue kunitukuza. Ninapowatendea, ninapowavusha, warudi kunitukuza. Kwa nikajua Mungu alikuwa pamoja na sisi, na kila lililotendeka ni yeye aliruhusu litendeke. Lakini ni nani anayesimama aseme Mungu asante? Ni nani anayesimama alibariki jina lake? Ni nani anayesimama amwambia Yesu pokea utukufu, jeshi la malaika lipokea utukufu? Ni nani? Ni nani? Unakuta hayupo. Mungu akija hayupo. Sema amen. Zaburi 106 mstari wa 2. Zaburi 106 mstari wa 2. Jaza hii mistari. Utakuta ukifika nyumbani leo, wala uhitaji kufanya chochote, nenda kamtukuze Mungu tu. Ukirudi usiku, usikemee mapepo, tukuze Mungu tu. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Nasema ukirudi nyumbani, tukuze Mungu tu. Usichome mapepo tena. Wewe nenda mtukuze. Hayapo. Tumesha shiriki na meza ya Bwana. Nimesemaje? Hayapo. Unajua, unapomtukuza Mungu unakiri ushindi. Usiku wa leo sio wa toba. Kuna mtu hajanielewa. Usiku wa leo ni wa kumtukuza Mungu. Sema ameni. Usianze tena kulia, labda ulie kwa sababu umejaa nguvu za Mungu. Yesu ametenda. Nasemaje? Yesu amefanya nini? Ametenda. Rudi kumtukuza Mungu. Unaanza, Yesu ninatubu uovu wa bibi. Umetoka kushiriki meza ya Bwana ya ushindi. Na shetani alivyompuzi, anakutumia mandoto ya ajabu. Umevuka, anakurudisha kule kule. Akikuletea ndoto za ajabu, mwambie umeshindwa na uregee kwa jina la Yesu. Mwambie Yesu amenivusha. Sema amen. Sema kama Paulo. Siku moja alikuwa kwenye maombi, akatokea mtu mmoja akasema, mwenye mkanda huu akienda Yerusalemu ataenda kutiwa mikononi mwa wakuu. Paulo alisema, si tu kutiwa mikononi mwa wakuu, lakini niko tayari kufa kwa ajili ya Kristo. Alafu yule mtu akabaki anashangaa. Alijua aliye upande wake ni mkuu kuliko aliye upande wa adui zake. Sema amen. Anasema, ni nani awezaye kuyanena matendo makuu ya Bwana? Kusihubiri sifa zake zote ni swali. Angalia mstari wa 3 na kuendelea. Mstari wa 3 na kuendelea. Anasema, heri washikao hukumu na kutenda haki siku zote. Good. Mstari wa 4 twende mpaka mstari umesema ngapi? Bwana unikumbuke mimi kwa kibali ulionayo, kwa watu wako unijirie kwa wokovu wako. Sawa. Ili niuone wema wa wateule wako, nipate kuifurahia furaha ya taifa lako na kujisifu pamoja na watu wako. Sema amen. Tumetenda dhambi pamoja na baba zetu, tumetenda maovu, tumefanya ubaya. Sawa, twende. Baba zetu katika Misri hawakufikiri matendo yako ya ajabu, hawakukumbuka wingi wa fadhili zako, wakaasi penye bahari ya Shamu. Twende. Lakini ukawaokoa kwa ajili ya jina lake, aliyadhihirisha matendo yake makuu. Kwa ajili ya jina lake akaikemea bahari ya Shamu ikakauka, akawaongoza vilindini kana kwamba ni uwanda. Sema amen. Mstari wa 10.
akawaokoa na mkono wa mtu aliyowachukia, akakuwakomboa na mkono wa adui zao. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Unajua huyu alikuwa anasifu. Unajua kuna mtu tunamwambia mshukuru Mungu kwa kuwa umetenda. Sasa wewe mshukuru Mungu. Kwa inabidi tumsaidie kushukuru Mungu. Asante kwa ajili ya mtoto wako, maana umemponya. Kwa sababu usiposhukuru ataishia tu kulia. Kwa sababu sisi tunaombea watu, kuna saa mnapambana na mtu ghafla anafunguka. Badala ya kwanza kumshukuru Mungu, ni kiroho au wenda wazimu. Kwa sababu kiroho unapoona umefunguliwa, rudi kumtukuza Mungu. Kwa sababu vile unavyotukuza unafunga mlango wa adui wasirudi tena, unafunga mlango wa nguvu za giza zisirudi tena. Leo tutamtukuza Mungu, mapepo yasirudi tena, wakuu wasirudi tena, vifungo visirudi tena. Sema amen, sema amen. Kwa huyu alirudi kwa baba zao, kwa sababu baba zake alitegemea kwa yale matendo wamtukuze Mungu, lakini ndipo walipoenda kutengeneza sanamu. Wewe kwa funga hii ya siku 8 na maombi tulioomba na Mungu namna alivyojifunua, kesho unaenda kwa mganga wa kienyeji. Endelea kumtukuza Mungu. Nasema endelea kumtukuza Mungu. Narudi tena nasema endelea kumtukuza Mungu. Kuna mtu ajanielewa, anasema yani ingewezekana kuna ile funga ya kumtukuza Mungu, iko ile funga ya kumtukuza Mungu. Yani ingekuwa ni vipi? Yani wakati nainuka na waachia wapendwa funga ya kumtukuza. Waislamu wana kitu kimoja, wakimaliza funga yao, wakisha kula ule ubwabwa, wanaanza sita shwari. Haleluya. Kwa wanapiga tena funga inaitwa sita. Kama naye kamuulize kwa nini wanapiga ile. Kuna wengine waliingia kwenye siku zao wakiwa kwenye mfunga. Sema amen. Kwa wanaona ule ni unajisi, kwa wanainuka, wakishamaliza wanakuja kulipia zile walizoziharibu. Sisi tu kwa resima yenyewe inatushinda. Sema amen. Unamuuliza mpendwa, kwa resima ulipiga zile 40, anakutolea macho. Ila kwenye ubwabwa wa Pasaka, yani anahangaika na watoto barabarani, kurupu anatafuta nguo za sikukuu. Lakini kwenye mateso mbona hujashiriki? Bwana asifiwe. Au Pasaka jina, kwa sababu tunasherehekea Pasaka jina. Kuna kipindi kule Dar es Salaam, yani kwenye maandalio ya Kwaresima hamna kupiga vyombo. Kwani kama ni kwaya zinaimba akapera ibadani, hamna kukata viuno. Sema amen. Wasi hujafahamu step za vijana. Aya ni hatari. Kama umekaa madhabahuni inabidi ufanye hivi. Si wanakaga nyuma yetu, si ndo tuko hivi tunaangalia mbele. Wana hatari zao. Mimi siende huko, lakini nazungumzia kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Nasema nazungumzia kumtukuza Mungu. Sema kumtukuza Mungu. Sema tena kumtukuza Mungu. Sema Yesu, nisaidie kukutukuza. Nisaidie kukutukuza. Nisaidie kukutukuza. Nisaidie kukutukuza. Kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Si nimemaliza? Andika kipengele cha mwisho. Nimebakisha dakika 10 tu. Andika kipengele cha mwisho. Andika tu hicho kipengele cha mwisho. Muinulie Mungu mkuu sadaka ya kumtukuza kwa ukuu wa matendo yake, katika ukuu wake.
muinurie Mungu mkuu sadaka ya kumtukuza, kutukuza ukuu wa matendo yake katika ukuu wake. Unajua sadaka ya kumtukuza Mungu, kuna maneno ni sadaka, sema amen. Lakini kuna sadaka, sadaka ni kitendo kinachowakilisha maneno ya kinywa chako. Sema amen. Ndugu zangu, nasema amen. Mnaandika, ngoja niwasomee. Nawasomea kwa msaada wa Bwana. Nasema muinulie Mungu mkuu sadaka ya kumtukuza kwa ukuu wa matendo yake katika ukuu wake. Yaani unapeleka sadaka ya kutukuza ukuu wake. Ni kama vile unasema Mungu, siji tu mikono mitupu, kuna kitu nakuja nacho. Mungu akikuuliza ni nini hicho ulichokibeba, unasema ni sadaka ya kukutukuza. Anakuuliza kwa kitu gani, unasema nilikuwa napita kwenye vita hii, umenitendea, umenivusha. Sema haleluya. Katika Kristo anasema haleluya. Ndipo anaposema imani yako imekuokoa. Si unaona Yesu aliponya wale 10, lakini alirudi mmoja. Lakini Biblia anasema aliuliza wale 9 wako wapi? Kwa nini hawakurudi kumpa Mungu tukufu? Ndicho alichouliza Yesu. Alafu yule aliyerudi alikosa cha kusema. Sema haleluya. Ndugu zangu, nasema haleluya. Ni kitu gani alifanya? Yesu alimwambia enenda zako, imani yako imekuokoa. Kwa unapotoa sadaka ya kumtukuza Mungu, unafunga lile lango lisipitishe tena vita. Bwana asifiwe. Au haurudi tena kulikotoka. Kama uulize, kama mtu alikuwa maskini alafu Mungu akambariki, kama natamani kurudi kwenye ufukara, haiwezekani. Akili zinakuwa nyingi. Na kama shetani hajafuruga akili zake, kwa sababu najua shetani naye akishaona umebarikiwa, ni mwanaume, anakuinulia wanawake. Kila mwanamke anakuona ni mzuri, halafu na wewe unajiona ni mzuri, kumbe ni libaya tu. Ni shetani anataka pige hela zako. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Au wanakuinulia marafiki, yaani wanajifanya ni wa maana, lakini kumbe Mungu ndiye aliyepigana hiyo vita. Kwa unapotoa sadaka ya kumtukuza, unafunga ule mlango. Sema haleluya. Kuna mtu hajanielewa? Nasema haleluya. Nasema hivi, unafunga ule mlango. Kwa inabaki ni wewe na Mungu, Mungu na wewe. Hata wakiinuka, kazi ya kuwapangua ni Mungu, sio kazi yako. Kwa sababu alishakula sadaka yako, alishapokea sadaka yako. Kwa hawezi kukurudisha ulikotoka, kwa sababu amepokea saa hiyo sadaka yako. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Uko tayari kumtukuza Mungu kwa dhabihu? Angalia Zaburi ya 92 mstari wa 5. Zaburi ya 92 mstari wa 5. Nishamaliza. Kiandika hiyo mstari, tunafunga, tunaenda kumtukuza Mungu. Anasema hivi, Zaburi ya 92 mstari wa 5. Anazungumza kitu cha ajabu sana. Anasema Bwana, jinsi alivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Sema amen. Mtu mjinga hayatambui hayo, wala mpumbavu hayafahamu. Anasema wasio haki wakichipuka kama majani, na wote watendao maovu wakistawi, ni kwa kusudi waangamizwa milele. Lakini hapa anatumia sadaka. Sema amen. Ndio wengine Mungu aliwalazimisha, kama akina Musa aliwalazimisha baada ya kushinda vita. Ifungue skrini ya huko. Baada ya kushinda vita, alimwambia akajenge madhabahu. Alipoenda kujenga madhabahu, akasema Bwana ameapa
atakuwa na vita na Amaleki vizazi baada ya vizazi. Ile madhabahu Musa aliitaje? Jehova Nisi. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Katika Kristo nasema amen. Akaita Jehova Nisi. Kwa nini aliita Jehova Nisi? Mungu aliwapigania na upanga wa Amaleki, kwa ilibidi arudi kumtukuza Mungu kwa njia ya madhabahu. Kuna wakati Mungu anataka umtukuze kwa sababu amekushindia vita, kwa anarudi kwenye madhabahu, anakuambia roho, appointment yetu ni kwenye madhabahu. Tuonane kwenye madhabahu, tuonane kwenye madhabahu, tuonane kwenye madhabahu. Mwambie jirani yako, Mungu anakusubiri kwenye madhabahu. Mwambie tena, Mungu anakusubiri kwenye madhabahu. Mwambie tena, mbona amekununia? Mwambie tena, mwambie tena. Unajua sai mimi nategemea fellowship, sadaka za shukrani zitaenda. Nategemea Jumapili sadaka za shukrani zitafanya nini? Zitaenda. Nategemea huko kwenye vijiji vyenu mnakotoka sadaka za shukrani zitafanya nini? Kwa sababu kuna kitu Mungu ametenda. Sijui kama naeleweka. Kuna kumtukuza Mungu kwa maneno, lakini dhabihu, unainua madhabahu, unaimarisha madhabahu. Sema amen. Katika Kristo nasema amen. Katika Kristo nasema amen. Zaburi 145 mstari wa 4. Zaburi 145 mstari wa 4. Ukiandika, funga Biblia yako, funga daftari yako, twende tukamtukuze Mungu. Zaburi 145 mstari ule wa wangapi? Nimesema wa 4, si ndio? Anasema hivi: kizazi kwa kizazi kitayasifu matendo yako, kitayatangaza matendo yako makuu. Nitafikiri fahari ya utukufu wa adhama yako na matendo yako yote ya ajabu. Watu watayataja matendo yako ya kutisha, nami nitasimulia ukuu wako. Haleluya. Watu walihubiri kumbukumbu la wema wako mkuu, wataimba haki yako. Sema amen. Sema amen. Si umemaliza tayari kuandika? Nasema haleluya. Nenda kama yule mwandika Zaburi anayesema, nikurudishie nini kwa ukarimu wako wote ulionitendea. Ni kitu gani alisema? Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la nani? La Bwana. Nataka tuende mbele za Mungu, tuende mbele za Mungu, na Mungu atakutendea, na Mungu atakufanyia kila ambacho amekusudia kukufanyia. Sema haleluya. Katika Kristo nasema haleluya. Inua mikono yako. Uko tayari kumtukuza Mungu? Ekele ekele Samira moyo. Tosha. Inua mikono yako sasa. Sema Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, ongera kwa mwendo. Mpongeze, mwambie ongera kwa mwendo. Pongeze tena, mwambie ongera kwa mwendo. Mwambie tena ongera kwa mwendo. Ekele ekele kele kele Samira moyo, kele 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 Samira moyo, kele 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 kele. Subiri.
Asante Yesu. Shike mkono jirani yako, mwambie hongera kumaliza mwendo. Hongera kumaliza mwendo. Mwambie tena hongera kumaliza mwendo. Hongera kumaliza. Nileteni betri. Hongera kumaliza mwendo. Waimbaji, mbona mnashangaa? Hamkuwa na wazo la kwamba tunamaliza? Leo ni siku ya ushindi. Sema amen. Wewe tunatembea kibosi namna hii leo. Yaani kiubabe ubabe. Yesu ametupa kuvuka. Yesu. Sema amen. Katika Kristo sema amen. Nasema hivi, Yesu ametutendea. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Yeah, yeah. Yes. 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 Asante Yesu. Bwana asifiwe. Mimi nataka tumtukuze Mungu. Hebu mshike jirani yako, mwambie hongera mpendo. Mwambie nakupongeza. Wewe ni mshindi katika damu ya Yesu. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sasa inua